uchungu, wamekuja kisima cha heshima. Lazima wanywe maji matamu. Nani atachimba kisima hicho? Piga kesema kijana. Mashujaa. Unaona? Unaona? Yaani tu nimewacha hapa. Sura ni wapi? Haleluya. Vijana. Hebu sema vijana. Vijana ni watu wanaochimba visima. Mahali paliposhindikana. Amseme amen. Anamhitaji Daudi katika jina la Yesu. Kijana anayedharauliwa na jamii, anadharauliwa na wakuu, anadharauliwa na watu wake, anamhitaji Daudi. Mahali aliposimama Goliathi, ule uchawi mnene, uchawi wa Mungu, anamhitaji Daudi. Ukawe Daudi katika jina la Yesu. Narudia tena, ukawe Daudi kwa jina la Yesu Kristo. Mahali waliposumbua sana wachawi, watanga wa kienyeji wa kupiga mule, ukawe Daudi kwa jina la Yesu Kristo. Hivi naona kuna watu wanavaa mafuta mabishi hapa, wanapokea mkono mbishi hapa. Ukawe Daudi. Sikiliza wewe. Wewe nikiwa na ubiri tuona misimu inaanza kupiga miayo. Ameanza kuongea zile sehemu ngumu zile. Nisikilize nikwambia mwanangu, ukiwa tayari kupokea itakuwa. Ukiwa tayari kunyanyesha gani yako utaendesha. Ukiwa tayari kuyageuza maisha yako utayageuza. Hata kama usemi amina. Wachua watu waliokwambia usisemi amina ni wale wanene wa kwenu, na misimu wakukuya kwenu, na kabati ya kwenu. Lakini kwenye madhabahu hii miguu yako itainuliwa, moyo wako utainuliwa. Mahali popote paliposhindikana, kwenye matusi makubwa, kwenye umaskini mkubwa, wanamhitaji Daudi. Nainua kizazi kitakachokwenda kupigana na wakorofi. Mkorofi anamhitaji mkorofi. Daudi aliona akasema, Mungu ni mwenye hekima kwa wenye hekima, ni mkorofi kwa wakorofi, kwa wapotoshaji. Yeye ni mkaidi sana. Wanaosema Yesu hapendi, wanaosema Yesu hashibu, wanaosema hakuna Yesu, nitaumana mbele kwa vijana watamke maneno Tanzania. Mahali ambapo mambo yaliyoshindikana, wakina Goliathi kuanzia mwanzo wa mwaka wanatukana tu ukoo. Maisha yanatukana, umaskini umejaa. Hapahitaji mama wa umri, hapahitaji baba wa umri, hapahitaji kaka wa umri. Panahitaji kijana anayejua kutembea kishujaa, panahitaji kijana anayejua kutumia vizuri silaha zake, panahitaji kijana anayejua kutembea kifua mbele, panahitaji kijana aliyeamka kusema, aliyeamka kuomba, aliyeamka kutembea mapepo ya mwisho, mauti za mwisho, na kusimama juu, sema juu, sema na wakanyaga. Sikiliza wewe, nisikilize. Zipo hali zinaonekana hata kwenye familia, hata kwenye dunia, hata mtaani Kongo pale. Sema amen. Sema amen. Ukibaka, vibaka, walevi, kuta vijana hatuna hela. Sema amen. Wapagani hawana hela na sisi hatuna hela. Inawezekana vipi? Sema amen. Kwenye mtaa wako watu wanakufa ovyo ovyo. Nakwambia hivi, kila mahali penye jambo zito anamhitaji kijana. Unanielewa eh? Na kijana huyu ni yule kijana anayejua kuzitumia vizuri silaha. Sema amen. Point ya pili, kijana anazibeba silaha za baba yake. Anabeba silaha za baba yake, za baba yake. Sema amen. Yaani mtu anayeweza kumtambulisha Mungu akapanga sio mzee. Unanielewa eh? Ni kijana
anayemwelewa vizuri baba yake. Ni kijana anayemwelewa vizuri nani? Baba yake. Ni kijana anayemwelewa vizuri nani? Baba yake. Baba yake. Sema amen. Amina. Ni mtu yupi anaweza kusema kwa niaba ya baba? Ni kijana aliye na silaha za baba. Hiyo ni nini? Ni kijana aliye na silaha za nani? Za baba. Yaani kijana huyu ana silaha za baba. Ana silaha za nani? Ni kijana amebeba silaha za baba. Kwa Kiswahili chepesi, anayoyasema baba yanatokea, ukiyasema wewe yanatokea. Amina. Hebu sema, ninabadilisha kila kitu. Ninabadilisha kila kitu. Katika jina la Yesu. Na ubadilishe kuanzia ndani mpaka nje. Amina. Sitakuwa tayari kutenda kazi na vijana ambao, yaani anayesema ninabadilisha, anabadilisha tu akiwa kanisani, lakini kule nje hawezi kuzitumia silaha. Kwa sababu kama huwezi kuzitumia silaha za baba, hebu sema, kijana anabeba silaha za baba. Kijana anabeba silaha za baba. Rudia tena, kijana anabeba silaha za baba. Kijana anabeba silaha za baba. Piga kelele, kijana anabeba silaha za baba. Kijana anabeba silaha za baba. Tuko wengi hapo, sauti zitoki. Kijana anabeba silaha za baba. Kijana anabeba silaha za baba. Kabisa. 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 Kijana, silaha za baba. Yaani asili ya Prophet Kapanda haiwezi kupatikana kwa mzee, itapatikana ndani yako. Amina. Kwa kinachotokea ni kwamba sisi hatujaelewa tumesimamaje na tunajulikana kwa sura ya nani. Amina. Kwa ukilala unalala peke yako. Silaha za baba umeziacha nyegezi. Amina. Au silaha za baba umeziacha madhabahuni. Amen. Unanielewa eh? Amina. Unanielewa eh? Acheni kwa mbele. Una bahati wewe kuwa na baba kijana. Amina. Kwa sababu ungekuwa na baba mzee, unanielewa eh? Amen. Ni mzee rohoni. Unanielewa eh? Amina. Lakini kwa miaka hata Pastor Elena amenizidi. Tuko pamoja? Amina. Tuko pamoja? Amen. Ila uongo hapa wote wadogo sana. Bwana asifiwe. Amen. Kabisa. Kabisa. Sasa namna baraka zinavyotembea na namna Mungu anavyofanya matengenezo ya vijana. Matengenezo ya vijana yanaanzia kwa kijana baada ya kuzibeba silaha za baba. Amina. Ataelewa vizuri. Amina. Bwana asifiwe. Kwa sababu uhalisia, na ndio maana anawaambia hivi Yesu, anawaambia kila kitu, nendeni, mimi nitakuwa pamoja na nyinyi. Lakini anasema yeye akae ndani yangu na mimi nikikaa ndani yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bali yake matokeo ya maisha ya kijana yanatakiwa yanaanzia kwa baba. Yanaanzia kwa baba. Mama mmoja akafanikiwa kwenda kule kwa Kapanga. Usiuzi. Bwana asifiwe. Amina. Alipofanikiwa kwenda kwa Kapanga, kuna wakati alikuja. Kuna wakati alifanya nini? Alikuja. Sasa alipokuja akayakuta mazingira ambayo yanamwambia hivi acha wokovu. Aliyakuta mazingira yanamwambia ile mazingira yanamwambia hivyo acha wokovu. Si mabaya? Hayafai. Sasa kama mazingira ya kwa baba ni mabaya kiasi hiki, sema amen. Yanamwambia, yaani anaongea acha wokovu. Acha, kwa nyumba ya baba haieleweki. Acha wokovu. Acha nini? Yesu alipokuja
Akanikuta na makamanda wangu wamekaa hapa, baadhi ya makamanda. Ninakuaga na makamanda nyumbani. Inaweza kawajua kwa sababu ndio maskari. Ili ujue mpaka ufanye vurugu. Amina. Utengeneze njama. Na kutafuta kapanga, tutajua. Sio lazima ukakaa hapa kumbe umekaa na mtu ambaye ana roho ya baba 100%. Unanielewa eh? Akaanza kuuliza yule mama. Hivi hapa ni kwa kapanga au ni wapi? Hapa ni kwa kapanga au ni wapi? Hilo lilikuwa swali la kwanza. Bwana sifi. Amina. Lakini ametembelea yale mazingira, anamwambia acha hata huko. Zaidi hata mara 2. Unanielewa eh? Ina maana amekuwa na mimi kwa kadiri Mungu anavyotuendesha. Hebu sema kwa sikiliza nikwambie, sema amen. Mimi sadaka yoyote inayotoa madhabahuni lazima Mungu atengeneze mazingira kwako. Amen. Yaani hiyo ndio imani yangu. Amen. Na siwezi kuruhusu kutengeneza mazingira nyumbani pasipo sadaka kwa Bwana. Amen. Hiyo ndio kanuni. Hiyo ndio very simple tu kwamba kwa nini Mungu hajengi kwako? Hajengi kwa sababu mimi sitoagi sadaka za kumaanisha. Amen. Naishi sana. Hata hapahitaji maombi. Panahitaji kuishi unabii wenye nguvu na kanuni na mikataba ya kimbingu. Yaani tunaita maagano kwetu sisi vijana. Kama tunataka tumtumikie Mungu anaibadilisha. Unanielewa? Amen. Unanielewa? Amina. Unanielewa? Amen. Nikamwambia yule mama, ukikaa miezi 4 ukarudi, sasa unaweza kupotea na mlango. Kwamba mlango. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Mazingira ni mabaya, yalikuwa mabaya. Unajua mabaya eh? Lakini ndani ya mazingira mabaya unamwamini Mungu anayefanya nini? Anayebadilisha. Unamwamini Mungu anayefanyaje? Anayebadilisha. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Mama wale walipoingia ndani, sema amen. Amen. Wakasema hapa tuwezi kukaa kwenye sofa. Wote wakakaa chini. Haleluya. Kwa nini wanakaa chini? Nisaidie kusema amina. Amen. Hapo kikaa kwenye sofa unaweza kuteleza ukaanguka. Sasa bora tukae chini mazima. Bora kukaa chini mazima. Basi Mungu anaiachilia uweza ndani ya kijana. Sema amen. Amen. Shilingi moja ikienda kwa Bwana, Bwana sifiwe. Mungu ana malipo mara 7 ya ile shilingi. Amina. Ila sasa unatembea katika uambatanisho wa silaha. Unajua kama wewe umezibeba silaha za Baba. Amina. Amen. Na kama hujui, sema amen. Amen. Maana yake Baba yuko vyake na wewe uko kivyake. Amen. Ni hadi utakapojua kwamba wewe umebeba silaha za Baba. Amen. Amina. Kwa hiyo namna ya kusema, utasema uweza unaotoka ndani yako ni ile imani uliyoiwekeza kwa nani? Kwa Baba. Amen. Amina. Bwana sifiwe. Amen. Na kile kinachotoka ndani yako, maana yake mzizi wake ni ile nguvu uliyoibeba silaha ya nani? Ya Baba. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Sikiliza. Kijana ni mbeba silaha. Ni mbeba nini? Nilikwambia Bible inaelekeza mwanamke kama jeshi, mama kama jeshi. Na ndio maana kawaita wa mama wa moto. Lakini kakwambia Bible inaelekeza mwana wa kiume ni mshale, ni shujaa. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Ndugu yangu, shujaa hasomi. Shujaa hafanyi nini? Hasomi. Ana muda wa kusoma. Hapana. Ile ni pure kutokea ndani. Amina. Ni vitu ambavyo mtu anapewa uwezo. Amina. Unanielewa eh? Amen.
yani uwezo wake ni kama nao uachilia ndani yako. Kwa sababu gani? Mchawi yeyote amefanya kazi kwa kujificha, tafasiri yake ni moga. Na hata wewe ukilogwa umefanya kazi kwa kujificha. Unaelewa eh? Taki watu waelewe. Taki kuamka. Kwa nini utaki kuamka? Taki kuonekana kwa miongoni mwa washakarikaji waliopamba moto kuleta matokeo ya shangwe na vikiliki. Bwana sifiwe. Shujaa ni uwezo wa kimbili ambao moja kwa moja unashiriwa ndani ya mtu kwa ajili ya kufanya mapinduzi katika jamii, katika nchi, katika mataifa, katika familia. Kwa mimi kama kijana, hapo unaponiona nina silaha za baba. Nina silaha za nani? Nina silaha za nani? Nimezibebelea silaha za baba nzima. Yaani nimezibeba silaha za baba nzima. Na ndio maana namna yoyote utakayotaka kufanya vita na mimi, utaona nitageukia wapi. Namna yoyote unataka kufanya vita na mimi, sema amen. Sema amen. Acha nikwambie, juzi nilikuwa serikalini pale ofisini. Unanielewa eh? Alafu mashtaka yenyewe ni kwamba mchungaji wangu aliwajibu vibaya Wananzengo. Bwana asifiwe. Amina. Kwamba mchungaji wangu aliwajibu vibaya Wananzengo. Wakaniandikia barua, afu mimi nikatuma mchungaji huyo. Yaani waliponiandikia barua nikatuma huyo. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Sasa nikawakuta wapumbavu. Bwana, kuna watu ni wapumbavu duniani. Unanielewa eh? Amina. Nikauliza, wewe unafanya kazi gani hapo ofisini? Akasema mimi ni mjumbe. Na wewe ni mjumbe. Bosi wenu nani? Ni huyu mwenyekiti. Sawa. Kwa nini hamkumsikiliza mchungaji wangu nilimtuagiza? Wakasema tulikuwa tunakutaka wewe. Nikamwambia majukumu yangu mimi utayaweza wewe nikikupa? Afu nikamwambia unaiona kanda ya ziwa yote hii? Kanda ya ziwa yote inaniangalia mimi. Yaani ukiongelea taasisi za Living Covenant mimi ndio baba lao. Amina. Unadhani huko kote nitakwenda mwenyewe? Kwani mimi sijui kuzaa au wewe hujawahi kuzaa? Kamuuliza yule mama. Akashindwa kutoa majibu. Nikamwambia wacha nikufundishe. Aliyewajibu hana makosa. Unanielewa eh? Aliyewajibu hana nini? Hana makosa. Isipokuwa hamkuwa na hoja za kuzungumza, mlihisi mnazungumza na watu wa nyumbani. Kumbe mnazungumza na taasisi kubwa. Taasisi inayotenda kazi kiprotokali. Sio tu taasisi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa nikawaambia tatizo ni nini? Tatizo ni kunipa taarifa au tatizo ni kunipiga faini? Na faini ni ya kazi gani? Kwa kosa lipi nilolifanya? Kamwambia mwenyekiti, usihangaike. Hebu kwa kuwa nipo tayari, niletee hao wajumbe wako niwasikilize wanataka kusemaje. Nikitaka niambia basi siku ukiwa tayari utaniambia wewe mimi niwaite. Kaambia umenena vyema, nikaondoka. Bwana asifiwe. Amina. Ningekuwa mzee pale, wao wanataka kunyenyekewa, wanataka ukubaliane. Nikamwambia mchungaji wangu angeshukaje wakati ana hoja za msingi? Unanielewa eh? Amina. Nataka uelewe, tunapopambana tunapambana na ufalme. Falme zozote zinamhitaji kijana. Hata kama hujawahi kufika darasa la 7, jifanye una elimu. Amen. Utakusema amen. Amen. Utakusema amen. Amen. Hata kama Kiingereza wanga kinakuchanganya, wewe kama ukisema of course sawa tu. Ila usiseme of course. Wala jamaa mmoja alikuwa anapenda kuiga. Anamsikia tu mchungaji of course.
na yeye sima kasimama kwenye mkutano of source. Watu wakaangua kicheko. Of source. Sasa sema mbona wewe unaongea Kiingereza broken wewe? Kiingereza gani hicho? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na ukitaka ukajua ukacheke Kiingereza, nenda kanda ya kusini. Watu wanajua kukopi basi. Alafu anakata kikopi. Yaani ni uchukue mfano wa Jaki wa kwangu ana kopi. Alafu tasikia huko. Bwana asifiwe. Amen. Lazima tuelewe mambo mazito. Kwa hiyo kijana ni mbeba nini? Ni mbeba nini? Ni mbeba nini? Kijana anajulikana kwa silaha za nani? Nimekwambia mahali popote ambapo Goliati ametamba, Goliati amefanya nini? Kwenye maisha yetu, kwenye maisha yenye nyakati, kwa vijana wenzetu tunaowaona. Namuona Boniface pale anaenda kukaa pale na wacheza karata. Ningekuwa mimi Boniface, yaani wale jamaa wangepiga injili pale mpaka watabadilika. Unanielewa? Sitengenezi urafiki fake au nikaendana nao. Yaani urafiki fika mimi ya kwangu ninayo. So nina silaha za baba nzima. Nitaanzia mlango wote mwisho wa siku mpaka